hapa, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kufunga. Kufunga maana yake ni nini unachokusudia? Falan ukallima liyawma insiya, sitozungumza leo na mtu yoyote. Sasa kama hatozungumza na mtu yoyote, mbona kamwambia kwamba sitazungumza? Si ndio kuzungumza? Waweza ukatatizika hapo. Hapa ina maana Mwenyezi Mungu anaitoa taarifa iliyokuwemo ndani ya nafsi yake kwamba Maryam atakapokutana na yoyote atakaa kimya tu, lakini nafsi yake ndio itakayokuwa inasema kwamba wewe, sitozungumza na wewe nini chochote. Ni kwa mujibu wa baadhi ya wafasiri wa Qur'ani walivyopita. Kwa hiyo hii inatupa maana ya kufunga, lakini ni maana ya kilugha, ni kwamba ni kujizuilia na chochote, hata maneno kama hivyo. Maana hii ya kilugha sio inaokusudiwa katika mwezi wa Ramadhani, bali inayokusudiwa ni maana ya kisheria, nao ni al-imsaku anil muftirat, ni kujizuilia na yale yenye kufunguza. Na kujizuilia huko kwa Muislamu mwenye akili timamu, ambaye ni tahara, kwa wanawake awe ni tahara kuanzia tuluu shamsi, tuluu al-fajr as-sadiq ila ghurubi shams, tangia muda huo wa kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua. Hii kwa ufupi ndio maana iliyokusudiwa katika nini, katika saumu. Nadhani tunasikilizana vizuri tu. Ama labda tuje kwenye lengo la kwa nini twafunga sasa. Ukisoma Qur'ani yote utaona lengo lake ni moja tu, la'allakum tattaqun. Yote utakayemuuliza atakwambia la'allakum tattaqun, kwa maana hii la'alla ni ya ta'lil, ili nyinyi mpate kuwa wachaji Mungu. Sasa ukiutazama ule uchamungu unapata malengo mengine ya kufunga, na malengo hayo ni utakapojua maana ya uchamungu na kazi ya uchamungu. Yani kwa nini kwanza Allah, maana hiyo pia kwa nini tufunge? Tuwe wacha Mungu. Kwa nini tuwe wacha Mungu? Zipo sababu kwa nini tuwe wacha Mungu. Hizo utakapozipata zote ndio utapata maana kwa nini bora, kwa nini tufunge. Atakwa kwa maana fupi kabisa ni kujiepusha na yote yaliyoharamishwa na kutenda yote yaliyofaradhishwa, yaliyoamrishwa. Mchaji Mungu ni yule ambaye hafanyi yaliyoharamishwa yote. Lakini mchaji Mungu hajakamilika hapo, na afanye yaliyoamrishwa yote.
Sasa lengo la saumu ni kumfikisha mtu awe katika kiwango hicho. Ndio pale Mwenyezi Mungu alipotuambia kutiba alaikumus siyam, umefaradhishwa kwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu. Lengo la'allakum tattaqun, ili mpate nyinyi kuwa wachaji Mungu. Sasa ukitazama uchaji Mungu, ukijiepusha na aliyoharamishwa yote, ukatekeleza aliyoamrishwa yote, maana yake ni kwamba wewe utakuwa ni mtu wa amani, si ndivyo? Automatically utakuwa mtu wa amani na mtu ambaye ni sababu ya watu kuishi kwa salama na amani katika maisha yao ya kila siku. Hilo la kwanza, kwa sababu at-taqwa inazalisha tahdhibul qulub na inazalisha tahdhibul akhlaq, kutakashika nyoyo na kutakashika tabia. Na uchaji Mungu ni vitu vitatu tu, yani iko kwenye maeneo matatu au maeneo matatu tu. Eneo la kwanza ni bainaka wa baina Allah, an tusliha ma bainaka wa baina Allah, kuyatengeza yaliyo baina yako na baina ya Mungu. Kama hivi sasa Ramadhani yaja, hii kufunga hii ni islahu bainaka wa baina Allah, ni kutengeza baina yako na baina ya Mungu. Sasa ni amri ya Mungu hii, kwa kuitekeleza umo kwenye hili la kutekeleza yaliyoamrishwa, ambao ni kipengele kinachokupelekea kuwa katika wacha Mungu.